أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العلي العظيم. Katika wiki iliyopita tulikuwa katika kuzungumzia masala ya ba'ath na nushur, ile hali ambayo wanadamu watafufuliwa siku ya Kiyama. Tukafikia katika kuelezea mambo au baadhi ya madhambi ambayo huchangia kiasi kikubwa adhabu ya wakati wa kufufuliwa. Kaeleza baadhi ya mambo kama kunwa tembo, namima, kufitini watu na kadhalika. Kumaliza tu kidogo hii bahthi ili tuingie kwenye bahthi nyingine. Upande wa pili kuna mambo ambayo hukhafifisha au husaidia kiasi kikubwa katika wakati wa kufufuliwa, kumsaidia mwanadamu au Muislamu na kile kibabaiko kilioko wakati ule na yale mazito ambayo yajitokeza. Mambo kama haya, mfano napiga tu kama mfano. La kwanza ni tashyi'ul janaza, kuzika, kwenda kumzika Muislamu mwendani wako. Pia katika mambo ambayo huchangia kulingana na riwayat ni tamfisu kurbatil mu'min, kumwondoshea matatizo Muislamu. Tatu ni idkhalu sururi ala almu'min, mbali na kumwondoshea mazito na matatizo, hata kumtia furaha tu. Nne, kiswatul mu'min, kumsaidia Muislamu mwendani wako kwa mahitaji yake, haswa mahitaji ya mavazi. Mwisho kuna dhikri fulani, kuna adhkar na ad'iya fulani zimesisitizwa. Mwenye kushikilia adhkari kama hizi au dua kama hizi zachangia katika kumsaidia katika hali ile ya kufufuliwa. Mbali na hili la mwisho, nitakuja kuwasomea baadhi ya hadithi insha Allah, lakini nataka tu kufanya iltifat. Wakati tukisoma tusisome kama makasuku, tusome tukielewa na tukipanga kutekeleza. Katika mambo haya ambayo nimeyapeleleza katika riwayati zinazoeleza mambo yanayomsaidia mu'min, karibu 90%, 90% ukiyataamali ni mambo yatukua aljanibul ijtimai, ni ibada za kijamii. Sababu hizi ibada tunazozifanya, kuna ibada ni Muislamu na Mungu wake, ni mja na muumba basi. Lakini kuna ibada zina dauri, zina upande wa kijamii,
kama zaka, kama khums. Hizi zote utaziona ni ibada, mbali na kwamba kule kutoa zile zaka kuna upande wa kiibada, na ndio ikawa ni lazima nia, kwa sababu kullu ibada yushtaratu fiha an-niyya. Mbali na kuwa kuna ile nia tutaqarrubi ila Allah, lakini kuna na upande wa kijamii, sababu Muislamu aishi katika dunia, aishi na wendani wake. Na nimezungumza mara nyingi mimi katika Mwenyezi Mungu kuwasifu muttaqina, amewapa sifa 3 za kimsingi. Sifa ya kwanza ni al-imanu bil ghaib. Waumini muttaqina wana sifa ya kuamini ghaib, kuamini Mungu tumuoni. Tuamini kuna pepo na moto hatujaziona. Tuamini kuna malaika hatuyawaona. Hizi zote zaingia katika al-imanu bil ghaib. Pili, wamwabudu Mola wao, yani mafungamano kati ya wao muttaqina na Mola wao kuna mawasiliano, kiwa moja ni swala. Tatu, infaq. Hawatoshelezi mafungamano yao na Mola wao, bali na mafungamano yao na waja wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ahabbul ibadi ila Allah anfa'uhum liibadi. Mja anayependekeza zaidi, na ndio Mwenyezi Mungu akatwambia alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Nani muttaqin? Alladhina yu'minuna bilghaib, sifa ya kwanza. Wa yuqimuna as-salah, sifa ya pili. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sifa ya tatu. Sasa ukiziangalia sifa hizi 3 utaziona za mfanya Muislamu ashughulike na jamii yake. Hakuna Uislamu wa kujitenga na jamii. Hakuna Uislamu wa kwenda kuketi msikitini au jabalini ukawa wewe waabudu Mungu peke yake, kwa sababu sehemu kubwa ya ibada ni kutangamana na watu. Amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar utaifanya vipi ikiwa uko kando na watu? Ni ibada muhimu. Ndio sifa ya umma hunu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Da'wa utafanya vipi na tabligh? Waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Huwezi kufanya da'wa na tabligh ikiwa umejitenga na watu, mbali na mengi. Sasa tashyi'ul janaza ukiangalia ni ibada ambayo ina bu'd ijtimai. Naeleza zile rawabit, zitu zinazowafungamanisha watu katika jamii: kuzikana, kushirikiana katika msiba, kushirikiana katika harusi. Zote zile ni zitu zina faida katika jamii. Ndio riwaya yatuambia inna man shay'a janaza wakkala Allahu ta'ala bihi malaika ma'ahum rayatun yushayyi'unahu min qabrihi ila mahshari. Mtu ambaye atakwenda kufanya tashyi' janaza, rafiki yake, jamaa yake, hata Muislamu katika jamii moja, Mwenyezi Mungu asema malipo yake huyu atamwakilishia malaika, si mmoja, malaika wengi. Malaika hawa kazi yao watamgoja siku ya kufufuliwa, na wao wamuescort kama yeye. Maana ya tashyi' ni kwenda kukipeka kitu, wamfuate malaika wale, wana na bendera, watamfanyia tashyi' min qabrihi ila mahsharihi, mpaka kumfikisha katika uwanda wa mahshar, uwanda wa hisabu. Malaika hawa kukufuata ni maana kukuliwaza, sababu mwanadamu hakuna kitu cha dhiki kama kuwa pweke, hususan wakati wa shida. Kwa hivyo hawa ni watu ama ni ziumbe ambao Mwenyezi Mungu atawaeta wawe wa kuzungumzisha, wa kupumbaza. Kwa sababu ya nini? Tashyi'u janaza.
hii ni moja, ni ibada. Angalia inapodhihiri matunda yake wakati wa kufufuliwa. Pili atuambia ni tanfisu kurbatil mu'min. Mtu ana matatizo, ukamchangia kumuondoshea matatizo yake kimawazo. Si lazima tu mchango saa zote uwe ni mchango wa nini, wa pesa. Mtu ametatizika, hajui atoke vipi kwenye matatizo, ukamshauri, ukamuongoza kimawazo. Ama ukatawasat, ukamuona huyu matatizo yake yatatatuka kwa fulani, wewe huna uwezo, ukaingia kati, ukaenda kuzungumza na fulani kwamba wamweza. Na ndia yoyote ambayo itachangia ima kwa moya kwa moya ama kwa ndia ambayo si moya kwa moya, almuhimu itakuwa kuna mchango wa kumuondoshea tatizo lile, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia mtumi wake atuambia hivi katika hadithi: man nafasa an mu'minin kurbatan, atakaye kumpunguzia na kumuondoshea mu'min makero, nafasa Allahu anhu kurabal akhirah, Mwenyezi Mungu atampunguzia na kumuondoshea makero ya akhira. Bado wa kharaja min qabrihi thalija alfuad, na atatoka katika kaburi yake akiwa ruhu yake baridi. Thalji barafu, taban si baridi kwa maana ya baridi, hii ni kinaya, yani hana stress, hana dhiki, ametulia, hana kile kibabaiko walichonacho watu. Mwenyezi Mungu atampa sakina, atampa utulivu kwa sababu ya amali ile. Tatu, idkhalu sururi ala almu'min. Katika hadithi yatuambia idha ba'atha Allahu almu'mina min qabrihi, wakati Mwenyezi Mungu atakapokumfufua Muislamu katika kaburi yake, kharaja ma'ahu mithalun min qabrihi yaqdumuhu amamahu, utatoka mithali. Sitaki kuingia kwenye bahthi ndefu za falsafa. Nini mithali? Ni kivuli, ni kiumbe, ni vipi? Ni malaika, lakini kuna kitu kitakuwa na wewe ambacho ni kiumbe, kitakuwa cha kutangulia mbele na kukuongoza ndia, kwa sababu kila mmoja amefufuliwa, hajui mahala pa kwenda ni wapi. Wa kullama raa almu'minu hawlan min ahwali yawm alqiyama, na kila mu'min anapokutana, anapoona zitisho katika zitisho za siku ya kiyama, qala lahu almithal, ule kiumbe alomtoa Mwenyezi Mungu kumuongoza takuwa akimwambia la tahzan wala tafza wa abshir bisurur wal karamati min Allah hatta yaqifa baina yaday Allahi azza wa jalla fayuhasibahu hisaban yasira wa ya'mura bihi ila aljanna wal mithalu amama. Kila ukipambana na zituko akwambia usibabaike, usihuzunike, kuwa mtulivu, kuwa na furaha, tukua bishara njema na karama kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Atakufuata mpaka mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uhisabiwe hisabu nyepesi mpaka uamrishwe kwenda peponi, akufuate mpaka mlango wa pepo ndio akuaga. Muumini amzungukie amwambie rahimakallah, Mungu akurahamu, ni'mal kharij kunta ma'i min qabri, ni uliyetoka bora na mimi, uliofuatana na mimi mpaka ukanifikisha hapa. Wa mazilta tubashiruni bisururi wal karama hatta raaitu dhalika faman ant, na ukawa wanipa bishara na nimeona zile bishara zote ulionipa zimekuwa kweli. Hebu niambia na mimi, wewe ni nani? Ni malaika si malaika? Ni kiumbe si kiumbe? Ni kama kivuli? Ni nani wewe, mbona mimi sikuelewi? Amjibu fayaqulu lahu, atamwambia ana surur alladhi kunta adkhaltahu ala akhika almu'min,
mimi ni ile furaha uloiingiza katika moyo wa ndugu yako Muislamu. Na tutakuja kuzungumza masala ya tajassumul a'mal, kwamba hizi amali zitavaa mwili siku ya Kiyama. Hii ni moja, ni dalili. Yani ile surur itatajassad, itakuwa kama kiumbe yazungumza na wewe. Ana sururu alladhi kunta adkhaltahu ala akhika almu'min khalaqani Allahu minhu liubashirak. Mwenyezi Mungu ameniumba kutokamana na furaha ile, ili ni kazi yangu ni kukupa bishara wewe mpaka nikufikishe hapa. Hizi ni katika zitu tunazoambiwa. Kiswatul mu'min, kumvisha Muislamu. Hadithi yatuambia man kasa akhahu kiswata shita'in au saif, mwenye kumvisha ndugu yake vazi la kusi au la kaskazi, kana haqqan ala Allah, Mwenyezi Mungu huwa amejiwajibisha yeye mwenyewe an yaksuwahu min thiyabil janna, amvishe nguo za peponi, wa an yuhawina alayhi sakaratil maut, na amkhafifishie adhabu za kufa, wa an yuwassia alayhi fi qabri, na amkundulie katika kaburi, wa an yalqa almalaika, na atakutana na malaika idha kharaja min qabrihi bilbushra, wampa bishara ya pepo. Wadhalika qawluhu ta'ala, hadithi yamaliza, watatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Watakuwa wakiwasomea aya hii. Hizi ni baadhi ya amali ambazo Muislamu akizifanya zamsaidia yeye sawa sawa katika kufa katika kaburi au katika kufufuliwa. Kisha kuna baadhi ya adhkar na adhiya katika kuzisoma, zitakuwa ndefu hizi, nitazipita mbio mbio. Katika hadithi aliyopokewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika amali za mwezi wa Shaabani, na amali nyingi, hata mkienda katika kitabu cha Mafatihul Jinan mtazipata. Moja katika amali za Shaabani ni mtu akiweza katika mwezi mzima wa mwezi wa Shaabani alete dhikri hii mara 1000 katika mwezi mzima wa Shaabani, si kila siku mara 1000, yani ndani ya mwezi ikimalizika huo umepata hisabu ya 1000. Dhikri yenyewe yasema la ilaha illa Allah wala na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ddin walau kariha almushrikun. La ilaha illa Allah wala na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ddin walau kariha almushrikun, ambao ina fadhila nyingi. Katika fadhila zake Mwenyezi Mungu humwandikia ibada ya miaka 1000 na akamfutia madhambi ya miaka 1000, na akatoka katika kaburi yake siku ya Kiyama mkiwa uso wake wang'ara kama mwezi, na huandikwa ni katika wale as-siddiqin ambao ni watu wema. Duaul Jawshan, wengi katika sisi tuijua Duaul Jawshan, ambayo usoma katika, ni sunna kuisoma katika layali al-qadri, masiku ya Lailatul Qadri, na wakati wowote yasoma, lakini hususa usiku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhani, kiandama mwezi, siku ile umethubutu mwezi, kesho ni Ramadhani, mtu akiweza kusoma usiku ule Duaul Jawshanil al-Kabir, ni moja katika dua zinazosaidia katika siku ya kufufuliwa. Kuna riwaya ndefu ambayo yazungumzia mambo kama haya. Ala kulli hal, nitatosheka na amali hizi, nirudi katika bahth. Baada al-mahshar, tuwashafufuliwa, kuna stage kadhaa tutazipita mpaka kusikilia katika mashukio ya mwisho, ambao ima ni peponi au ni motoni.
Hizi stage ni lazima tusimame moja baada ya moja, tuzisome kwa utulivu na kwa uangalifu. Mathalan, tukiangalia katika masala, tukiipitia Qur'ani tutakuta masala ya hisabu, kwamba siku ya Kiyama baada ya kufufuliwa kuna muhasaba. Aya kadha wa kadha zazungumza masala ya kuhesabiwa kama nitakavyokuzisoma. Stage hii pia ina mada ndefu ndani. Tukija tuaja kupata masala ya ushahidi na mahakama, kwamba kuna mahakama itasimamishwa siku ya Kiyama, na mahakama kama ile kutakuwa na masala ya mashahidi, na kuna mashahidi aina mbalimbali watatokeza kuthibitisha kwamba huyu amefanya kadhaa, huyu amefanya kadhaa, sawa sawa, ikiwa mambo mema ama mambo maovu. Ini pia ni bahthi na ni mada ndefu, ina maswali mingi ndani, tutaka tusimame. Tatu, kuna masala ya kutubul a'mal. Tukisoma aya za Qur'ani nyingi kama aya niloisoma kufungulia mada, Mwenyezi Mungu atuambia iqra kitabaka kafa binafsika alyawma hasiba waman utiya kitabahu biyamin. Tukuta mali hadha alkitabi la yughadiru. Aya nyingi zazungumza masala ya kutub, kwamba kuna zitabu tutakwenda kuzidirika manshura. Hii pia ni mada tutaka tusimame nayo katika mwendo wa siku ya Kiyama na masala ya mahakama. Kuna masala ya mizan, pata aya ambazo pia si kidogo katika Qur'an zazungumzia masala ya kupimwa, kwamba amali zetu zitapimwa. Pia ni mada hii ina maswali mingi. Mizani aina gani? Zitapimwa vipi? Kipimo nini? Ni uzito? Ni mita? Ni aina gani ya mizani hizi zitakazo kutumiwa? Pia kuna masala ya sirat. Soma katika aya nyingi sisi kwamba kuna masala ya kupita kwenye sirat. Baadhi ya hadithi zatuambia ni nyembamba kuliko nini? Unye. Na kuna mapito tofauti, kuna watakao kupita kalamhil basar, kuna na watakao kupita kama yongoma, yani watakuwa muda mrefu. Nini sirat? Pia hapa kuna mada ndefu tutataka tuizungumze kabla ya kufika katika masala ya pepo na nini na moto. Kwa hivyo kitu cha kwanza sisi tunataka kuanza na masala ya hisabu, mashahidi na kutub na zitabu. Ndio nukta yetu ya kwanza, kisha tuende katika masala ya mizan na sirat. Tukija katika masala ya hisabu, twaipata siku ya Kiyama kwanza yenyewe katika majina yake imeamkuliwa ni yaumul hisab. Aya kadha wa kadha, na nimezungumza nyuma katika bahthi ya asma'u yaumil qiyama. Mfano katika maneno ya al-Imamu Ali alayhi salam katika Nahjul Balagha maarufu, anena al-yawmu amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Leo akikusudia ulimwenguni, yani leo ni utenda kazi tu, hakuna hisabu. Kuna ule mfano wa Kiswahili sharti uangaliwe, au wawe wana maana hukusudia ni maana nyingine. Swahili wana ule mfano hukwambia malipo ni hapa hapa, akhera takwenda hisabu tu. Sasa ikiwa malipo ni hapa hapa, sasa hisabu ni ya nini? Na yani tuenda kufanya nini hisabu akhira ikiwa watu washalipwa? Sijui, pengine
wana mahali zaidi ya hapo. Tusibaki katika, tusiwe na jumudi katika dhahirul mithal. Pengine wana mahali taban, kuna baadhi ya madhambi hulipwa hapa hapa, lakini kulipwa hapa hapa hayamaanishi humalizwa malipo yake. Nimezungumza masala kama haya. Kwa hivyo alyawmu amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Katika masala ya hisabu kuna aya nyingi sana za Qur'an zazungumzia masala ya hisabu na hadithi kadha wa kadha, lakini sitaki kuzikusanya aya zote nizilete, tutazipitia baadhi. Tukizitaamali hizi aya, tuna maswali tuweza kuyauliza, inaweza kwa kila mtu anao. Kitu cha kwanza, swali la kwanza, ma huwa alhadaf waraa muhasabati al-a'mal? Mungu ana lengo gani kwenda kutuhisabu amali zetu? Kuna hikma gani? Kwa nini? Ni swali muhimu. Pili, manil muhasib? Ni nani atakaye kutukua jukumu na kazi ya kuhisabu? Kwa ismul fa'il, manil muhasib? Ni Mungu, ni malaika, au kuna baadhi ya watu pia watashiriki katika kazi ya kuhisabu wengine? Hili ni swali muhimu. Tatu, ma hiya al-a'malu allati yuhasabu alaiha al-insan? Ni amali gani ambazo zitakwenda kuhesabiwa? Kwa sababu sisi tunaweza kutoka tukiamka asubuhi mpaka kulala, inshallah taala, pengine hufanya mambo zaidi ya 1000. Huyu kuna kitwa, hutembea, hulala, huamka, hula, huteka. Je, ni kila tunalolifanya litakwenda kuhesabiwa ama ni matendo fulani peke yake? Na ikiwa ni matendo fulani, ni yapi? Ma hiya al-a'malu allati yuhasabu alaiha al-insan? 4, je, watu wote watahesabiwa? Hal yaumu al-hisabu al-jami', ama kuna baadhi ya watu watahesabiwa, baadhi hawahesabiwi? Na ikiwa ni hivyo, ni nani watakaye kuhesabiwa, ni nani ambao hawahesabiwi? 5, tukizisoma aya za Qur'ani tupata mustalah wa sari'ul hisab. Allahu sari'ul hisab, wepesi wa kuhesabu. Nini kinachokusudiwa masala ya sari'ul hisab? Nini sur'a inayokusudiwa hapa? Haraka ama wepesi? Pia tukizisoma aya za Qur'ani zinazozungumza hisabu tupata kuna mustalah mwingine watumika, su'ul hisab. Wajilinda watu, Mwenyezi Mungu tulinde na sisi na su'al hisab, hisabu mbovu. Wakusudia nini, au aya za kusudia nini kuhusu masala ya su'ul hisab, hisabu mbovu? Mal maqsudu min su'il hisab? Swali lingine, tupata mustalah mwingine tukizisoma aya za Qur'ani kwamba hata dua nyingi kwamba kuna watu Mwenyezi Mungu atawahasibu hisaban yasira, au sisi tunaposoma tunaambia Allahumma hasibna hisaban yasira, e Mola tuhisabu hisabu nyepesi. Kuna hisabu mbovu, kuna na hisabu nyepesi. Nini maana alhisabu liyasir? Pia tupata masala ya kwamba waja watakhtalifiana katika hisabu, masala ya Mwenyezi Mungu kusimamisha hoja kwa waja wake wakati wa hisabu, masala ya watu kukiri na kukubali madhambi yao wakati wa hisabu. Hizi zote ziko katika mada ya hisabu.
twende moja baada ya moja. Hizi anawini raisia hizi, unwani muhimu tunataka kuisoma tafsiri maudhui ya Kiyama kuhusu unwani ya hisab. Tukizikusanya aya zote zinazozungumzia hisabu, tupata hizi unwani zote ndizo zazungumziwa katika aya. Kwa nini Mungu hatuhisabu? Kwa nini? Hii ninayouliza ni kwa nini ya hikma na ya hadafu. Leo sisi wanadamu katika maisha yetu ya duniani na maisha yetu ya kawaida ya kila siku, tuna kitu hukiita budget. Kwa Kiarabu huitwa almuwazana. Na mara nyingi ambao cha kusikitisha pengine katika jamii zetu watu hawatilii maanani, lakini hadithi zatilia mkazo, man iqtasada aghnahu Allah, mwenye kufanya iktisad, yani kupangilia matumizi yake na dakhili yake, Mungu atamtajirisha. Kumtajirisha huku si maana kuwa milionia, yani atamfanya aikwasie, yani asimtegemee mtu, aweze kupanga maisha yake. Si tunayo hesabu hii? Tutaweza, mimi mshahara wangu kwa mwezi ni kadhaa, yani dakhili yangu ni hii, ikiwa kwa mwezi, ikiwa mfanya kibarua cha kila siku, hii ni dakhili yangu. Kwa hivyo kulingana na dakhili yangu, khariji yangu yataka iwe namna gani? Mimi wakula kilo ya nyama, ama wakula nusu, ama wakula robo, au wa siku moja ni kila nyama, siku mbili nipumzike. Dakhli na khariji, hizi ni hisabu mwanadamu huweka, na kaketi pengine kila mwisho wa mwezi akawa hufunga hisabu yake ili kupanga maisha yake. Kwa sababu akitofanya vile, akitoketi kuandika hisabu, mmetoa shilingi 10, mmetoa shilingi 20, zimeingia 100, atakuwa katika jahali. Sasa Mwenyezi Mungu anapotuambia atatuhisabu matendo yetu maovu, yani tuyafanye ni kharij, na mazuri tuyafanye ni dakhil, ni kwamba ataka tu kujua kwamba hawa wamefanya mazuri, hawa wamefanya maovu, au huyo amefanya mazuri na maovu, lakini mazuri yake ni 70%, maovu yake ni 30%, fakat limujarrad alilm, bas tu ajue. La, hivi sasa ajua inna Allaha alimun bikulli shay, licha kuwa ajua tunayoyafanya, ayajua hata ambayo hatuyayafanya tutayafanya kesho, ama mwaka ujao, ama miaka 100 itakayokuja. Hata kile ambacho hakiyazaliwa wala hakiyaumbwa, Mwenyezi Mungu ajua. Ajua kila kitu kitakachokupita. Aya zatuambia haimpiti yeye wala mithqalu wala habatin, katika aya nena wala habatin fil ardhi, sio hata lejani moja tu la mti likianguka. Hebu niambie, ulimwenguni kuna miti mingapi, na kwa kila nukta huanguka mayani mangapi? Yeye atuambia wama tasqutu min waraq, isipokuwa Mwenyezi Mungu ajua, na ajua litaanguka na ni wakati gani na ni sehemu gani. Hahitaji kiyama wala hahitaji kutukusanya aanze kuamkua na malaika na nini, ili tu apate kujua alofanya maovu nani na alofanya mazuri nani. Lengo ni nini? Watu wengi manake hujiuliza suala hili kwamba sasa ikiwa Mungu ashajua kwani mimi ni mwovu ama mimi ni mwema, mimi ni wa daraja ya ngapi peponi, kwa nini akiingiwa kwanza kuketiwa na kalamu na makaratasi ufanywe hisabu? Kwani hajui yeye hisabu? Result azijua mapema? Kwa nini aketi aanze 2 plus 2 kwa ni 4 kiingiza na 3? Kama wewe upija total, wataka kujua yeye umetumia umeandika zikaratasi, kiwa wewe wajua natija ni hini,
hisabu ufanyao ya nini? Peka peponi, peka motoni. Kwa watu kuambia namna hiyo, fufuliwao barabara kabisa, fariqun ila aljanna wa fariqun ila an-nar, sio ajua kila kitu. Kwa nini poteze wakati mrefu kuketi kuhesabiwa na nini na mafaili na mashahidi? Kuna hadaf, ajua Mungu, lakini idhharul adala katika sifa na katika mambo muhimu ya siku ya Kiyama ni kwamba Mwenyezi Mungu atadhihiri siku ya Kiyama kwa sifa zake bila ya tashwishi yoyote. Ndio hata utaona wengine hukuuliza swala, ustadhi, mbona katika hii suratul Fatiha Mwenyezi Mungu amenena maliku yaumiddin, kwani siku ya leo si mfalme? Uja swali hii, kwani Mwenyezi Mungu anene maliku yaumiddin, kwamba yeye ni mfalme wa siku ya Kiyama? Kwani si kuanzia kukiumba ulimwengu yeye ni mfalme? Naam, yeye ni mfalme, lakini ufalme wake ulimwenguni wako wa ukubalio, wako wa ukataao, wako waaminio Mungu, wako wasioamini. Lakini siku ya Kiyama ufalme utadhihiri kwa kadiri ambayo hakuna shaka, mpaka Ibilisi, mpaka Firauni, mpaka Abu Jahali, wote wako mbele ya sultanullah, ufalme wa Mwenyezi Mungu. Hakuna shaka, hakuna tashwishi. Basaruka al-yawma hadid. Mwenyezi Mungu asema siku ya Kiyama kutafunguliwa kila kitu, kitakuwa wazi, open. Sasa hili ni moja katika sifa ya Kiyama. Mungu atadhihiri, na kinena atadhihiri si maana atadhihiri yeye kuonekana, kwa maana atadhihiri bisifatihi wa af'alihi wa jalalihi, sifa zake, utendakazi wake, matendo yake yataonekana wazi wazi. Moja katika sifa ya muhimu ambayo Mwenyezi Mungu ataka kuidhihirisha siku ya Kiyama ni uadilifu, kwa sababu ni siku ya uadilifu. Leo mwanadamu aweza kumdhulumu mtu, au mwanadamu akadhulumiwa na mtu kamdhulumu. Sisi kama Waislamu tuamini Mwenyezi Mungu hulipa, pengine baada ya miaka 5, baada ya miaka 10, baada ya miaka 20, ule dhalim alodhulumu akapatikana na jambo. Pamoja na kwamba yule aliyodhulumiwa akipata habari ile, pengine itampita kwenye hisia kwamba ni yale maonevu alionifanyia mimi, ni ile dhulma alionidhulumu mimi, lakini ni hisia, haiko wazi. Hata yule aliyodhulumu aweza kuona nilikuwa utembea, mmetegana, mmeanguka, mmevundika guu, na pengine asiwe na hisabu yoyote kwamba haya yalionipata ni kwa sababu ya yale niliyoyafanya. Ni masala hayako wazi. Kwa hivyo uadilifu na malipo hayadhihiri hapa. Sasa ile hisabu si kwa sababu ya Mungu kujua, la, Mwenyezi Mungu ajua, ni nyinyi mjue. Ni ule alodhulumiwa amuone ule alomdhulumu kama alivyokuwa akimdhalilisha hapa, aone kwamba na vipi yeye adhalilishwa mbele ya mahdhari ya watu wote, akejeliwa, aoneshwa dhulma yake, na ambiwa sasa wenda ukulipwa malipo yako ni haya. Na hili ni hisia muhimu sana, kwa sababu ndugu zangu, yafanywa duniani ni makubwa. Kuna watu wamesahau Mungu, lakini mambo mengine huenda mpaka yakawa mazoea, tukayaona tu kawaida. Maelfu ya watu hufa. Nani amesababisha zile zita? Sisi pengine tuketia, sisi leo hufa mtu tu kikawaida, mmoja au wawili katika jamii yetu, ukasikia bana ule fulani amekufa, ameata mayatima,
na ukaona pengine ile familia baada ya kufa ule mzee imekuwa hupita ikisononeka, ikidhalilika, na pengine hakuna dhulma, ni kadhaa ya Mwenyezi Mungu na kadari yake, mtu mmoja ama wawili katika jamii. Wewe leo niambie, ni familia ngapi ndani ya Afghanistan, ni familia ngapi ndani ya Iraki ambazo leo ziko barabarani hudhalilika, hawajui babao wala mamao? Ni familia ngapi? Ni 100? Ni 1000? Ni laki? Kitu akisikia hisabu utapata shock. Ilokuwa haina tabia ya wale wanaoitwa vijana wa barabarani, mutasawilun, abnau tariq, chokora. Kwa malaki leo ndani ya Iraki, ndani ya Afghanistan kuna machokora. Wale hupita wakisononeka, hawana elimu, hawana matibabu, hawajui hulala wapi, hawajui watakula wapi. Wabadilike, waingie kwenye mukhadarati, wabadilike mpaka wawe ni watu ambao ni ziuaji, ni nini? Nani alosababisha mambo yale? Ni nani? Yatapita tu hivi hivi. Si masala yao, tukizungumza masala ya udhalimu, si masala ule menifinya na mimi na nini. Kuna dhulma zatendeka duniani, akili zetu haziwezi kutasawara, za kuua watu, za kunyanyaswa watu, raping zinazofanywa katika wanawake kunajisiwa. Maleo ukianda tu hapo, masala leo yamezungia ya kipuzi tunusura, ambao leo ni tatizo baadhi ya nchi za Afrika na hususan Tanzania. Masala ya wale huitwaje majina yao wale, albino. Ati kumeingia fikra kwa waganga huko na dini za kishetani, ukimpata ule ukamuua, ukapata ziungo zake fulani ukamuua, tena ukamuua kwa udhalilifu. Manake wakwambia kiwa wataka chanda chake sharti ukikate akiwa hai, sio umuue kisha ukikate. Umkate akiwa hai, kisha umuate ablidi atawanye damu mpaka afe ye mwenyewe, ndio utapata senti. Kiasi leo nafikiri kulikuwa kuna mswada bungeni Tanzania wa masala ya wale kupoa silaha. Sasa wajadiliwa kwamba washindwa kujilinda, wamejengewa sehemu, wamewekwa kulindwa, pia jamaa huwavamia. Miezi 2-3 katika Nation Kenya pia kuna kiswa kimoja, kuna jamaa ameua watu 10 na kitu, innocent. Ukimwona mpaka uambie, ukimwona huwezi kuamini kama huyo aweza kuua. Mwembamba, kimya. Ndiko kwenye Nation ya Kenya, Nation ama Standard. Amekwenda, ana hamu ya kuwa tajiri. Akaenda kwa mganga, ule mganga akamwambia auwe watu 100, lakini kila mwezi mtu mmoja, na kwa date fulani, sijui tarehe 8. Kila tarehe 8 auwe mtu mmoja, mpaka akifika 100 ndio tatajirika. Hebu niambie wewe, ni maana kila mwaka watu wangapi? 12. Maanake ataka watu 100 kila mwezi. Haruhusiwi kuua 2 mwezi mmoja, na akiikosa ile deti kuua deti nyingine pia haruhusiwi. Haya masala yanatokea Kenya, Nairobi. Ashafika mtu wa 10 na kadhaa ameshikwa, yani ataka kuua kwa muda wa miaka 10, eti kisha ndo atakuwa nini? Sijui wallahi, watu huenda wakaketi wakati wa fikra aina gani yani. Kwa bahati mbaya akamuua mmoja, ni kijana wa skuli na ni katika familia yao, na yeye mwenyewe asema nimefanya makosa ya kipumbavu wala singejulikana. Akarudi baada ya kumuua ule kijana, akawa ana haja ya pesa, akatumia mobile ya ule kijana kuagizia pesa kwa babake, ili amtumia kwa M-Pesa, hata shilingi 1500.
Sasa ule baba akawa hana mpango, ikabidi awasiliane na skuli, sababu ule kijana uko boarding, yeye mkora kumtukua mkora kumuoa, ikabidi awasiliane na boarding kuzungumza na baadhi ya walimu marafiki zake wampe pesa ule kijana ili baadaye angalie mpango. Wale wakamwambia mtoto wako sasa je, sijui ni ngapi hako skuli. Sasa akailipojua ile habari akapiga report polisi. Polisi wakaanza kuifuata ile namba sasa. Wakamwambia mtumie hizo pesa. Sasa ndo ikawa iwatumiwa ile pesa na yabakishwa ile namba katika kazi, wakaifuata mpaka wakamshika. Ala kulli hal. Sasa angalia aklia kama hizi na dhulma zinazofanywa. Kwa hivyo siku ya kiyama hisabu ni kwa min ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuzidhihirisha hizi dhulma zilizofanywa, haki zilizopokonywa, maonevu yaliyofanywa, na ili adhihirishe uadilifu wake kwa waja wapate kujua, si yeye ajua tayari. Hii ndio hadafu ya hisabu. Ama nani atakaye kuhisabu watu? Tukizisoma aya za Qur'ani ziko wazi kwamba atakaye kuhisabu ni Mwenyezi Mungu. Ziko wazi. Nitawasomea aya kama 4 mimi mfano. Aya ya kwanza iko suratul Ghashiyah, hal ataka hadithul Ghashiyah. Mwenyezi Mungu atuambia inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Hakika kwetu sisi ndio marudio yao na hakika juu yetu sisi ndio hisabu yao. Yani ni jukumu la Mwenyezi Mungu kuhisabu. Iko sarihi aya kwamba muhasibu ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika suratul Ra'd aya ya 40 Mwenyezi Mungu atuambia fa inna ma alayka albalagh wa alaina alhisab. Mkhutubu bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam amwambia ni jukumu lako, ni kazi yako kufikisha ujumbe, lakini si kazi yako kuhesabu watu. Hii tutaka sana sisi leo, minal asaf, watu ugawanya pepo hapa duniani na moto na kuhesabiana, wewe mpotoni, mimi wewe kafiri, mimi Muislamu, wewe kadha. Mtume ameambiwa wewe hukupoa kazi hiyo, una kazi kuhesabu watu. Kullun ya'malu ala shakilati, kila mtu anafanya kwa mujibu wa imani yake. Siku hiyo kutajulikana mbiti na mbivu, na haki ni ipi na batil ni ipi na usawa ni upi. Lakini hakuna mmoja katika sisi alopoa nafasi ya kuanza kuhesabu wendani wake. Jukumu tulopoa sisi ni kujua haki utaifuata vipi basi. Sasa utakuta watu wengine kwamba ustadhi, basi wale wengine tafi. Firauni alitumia uslubu huu. Firauni katika mjadala wake na Nabii Allah Musa, jadiliana hoja, alipoona amebanwa watu tele, akatupa ile fama baluka bilquruni alula. Wewe Nabii Allah Musa, ikiwa wewe watuambia hii ibada tunaoabudu sisi za masanamu na dini tulionayo ni makosa, na haya mapia uliokuja nayo wewe leo ndio ya nini? Ya sawa. Nitakuuliza, mababa zetu na mababu zetu wako kwenye haki ama wako kwenye batil? Watakwenda peponi ama watakwenda motoni? Sasa Nabii Allah Musa akijibu wako kwenye batil, ashatoka Firauni, anamwambia malizana na umma wao, maana umetukana baba zao wote hao. Yani leo nikukwambia ni kukugonganisha na nani? Na umma. Na akinena la wako sawa, basi sisi inama wajadna abaana. Sasa angalia Nabii Allah Musa alivyokuwa na hikma kwanza ya kujibu ile swali, na pili kulingana na hii ni hakuna amezopoa jukumu la kugawanya pepo na moto. Hakuna. Anena ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa. Sema hao mimi sijui wala si jukumu langu, wala si kazi yangu mimi nimepoa kujua nani atakwenda peponi nani atakwenda motoni. Hii kazi yangu ni mimi nijue niko wapi. Hao ilmu yao iko kwa Mola wangu, iko katika kitabu ambacho hakipotei wala Mwenyezi Mungu hafanye nini? Hasahau. Kwa hivyo fa inna ma alayka albalaghu wa alaina alhisab.
katika suratu Shuara 113 Mwenyezi Mungu atuambia in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun, hisabu yao hao iko kwa Mola wangu. Mwisho suratu Nisa 38 Mwenyezi Mungu atuambia wakafa billahi hasiba. Kwa hivyo hizi aya zote zatuthibitishia sisi kwamba atakaye kuhesabu nani. Lakini tukiangalia upande mwingine, kwanza kuna aya zatuambia kila mtu atajihesabu mwenyewe. Mbali na aya hizi zinazotuambia atakaye kuhesabu ni Mungu, kuna aya zingine kila mtu atapoa kazi ya kufunga hesabu yake, yeye mwenyewe atajihesabu. Pia tukirudi katika riwayati twapata kuna malaika pia watahesabu watu, twapata mitumi pia watashiriki katika kuhesabu watu, twapata baadhi ya riwayati hata maimamu watashiriki katika kuhesabu watu. Ni vipi zagongana hizi? Mathalan tukua aya mbio mbio ule katika suratul Kahfi, altakapokupoa kitabu, kila mtu atapoa kitabu chake, soma wewe mwenyewe, jifungie hisabu, anene mali hadha alkitabi la yatruku la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Na aya niloisoma iko katika suratul Isra mwanzo wa darasa, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban manshura iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Sema tutamtolea kila mtu kitabu chake, kisha tumwambie soma kitabu chako, yatosha wewe mwenyewe leo nafsi yako ufanye nini? Ujihisabu. Kafa binafsika alyawma hasiba. Sasa ni vipi haya? Mara ni Mungu, mara tutajihesabu wenyewe, mara mitumi, mara malaika, mara maimamu. Haya insha Allah taala nitayajibu katika darsa itakao kufuatia, na baadaye tuendelee mbele na masala ya hisabu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.